Wito huo umetolewa jijini Dodoma wakati wa kufungwa kwa mafunzo ya sayansi shirikishi awamu ya pili yaliyoandaliwa na Chama cha Waganga na Tiba Asili Tanzania TAMISOT kwa kushirikiana na Wizara ya Afya. Akizungumza kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma, Daktari Maira Biseko, amesema waganga wa tiba asili wanapaswa kufanya kazi kwa kufuata sheria na kanuni za taaluma pamoja na kutunza siri za wagonjwa wao, jambo litakaloongeza heshima na imani ya jamii kwa huduma wanazozitoa. Ukijitangaza wewe kibaya, hacha uzuri wako ule, chenyewe kijitangaze. Nendeni mkafanye kazi kwa kufuata sheria, taratibu ambazo mmefanyaje, mmeweza kusoma na maadili. Usiri kingine ambacho kinatuangusha hata sisi kwenye kuwahudumia hawa wagonjwa ni usiri. Usipokuwa na usiri, wewe hata kama unafanya maajabu gani, wale wateja hutawapata, wagonjwa hutawapata, kwa sababu ugonjwa ni siri ya kwako na mgonjwa. Pengine umeona, siri ugonjwa ni siri yako, ya siri ya mgonjwa na wewe. Pengine akiruhusu yeye mwenyewe kwamba mshirikishe na mama yangu au na mke wangu au na mtoto wangu, hapo sasa kwa kupata ruhusa yake. Lakini usilazimishe wewe kwenda kumtangaza yule nimemtibu alikuwa anaugua hiki. Hapo tunatoka nje ya maadili yetu ya kazi. Dr. Biseko ameongeza kuwa wataalamu hao wanapaswa kuendelea kujisomea na kupitia mara kwa mara mafunzo walioyapata ili kuongeza ujuzi na ubora wa huduma. Amesema hatua hiyo itasaidia kukuza sekta ya tiba asili nchini na kuiwezesha kutoa huduma zenye ushindani hata kwa wananchi kutoka nchi jirani ikiwemo Kenya na Uganda. Hii tasnia ya nini? Ya tiba asilia Tanzania. Mnakuwa na heshima, mtaanza kuitwa kwenda Uganda, Kenya kwa sababu ya maajabu makubwa ambayo mnayafanya. Mnajituma. Jitume. Sawa, jitoe, jitolee. Si muda mwingine lazima utoe hela nyingi, upewe hela nyingi sana. Muda mwingine unapata baraka kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kuja mgonjwa mwenyewe unamwangalia. Kwa hiyo hata nyinyi wekeni hiyo huduma ya msamaha pia iwepo. Sio unang'ana mimi bila hela sitibu. Uongo kweli? Kuna wengine bila hela sitibu. Lakini huduma za msamaha pia unaangalia huyu kwa namna alivyo na uwezo wake. Huyu anahitaji tumsaidie. Na uwezo wa kumsaidia nao. Hudumie. Kwa upande wake, katibu mkuu wa TAMISOT wilaya Lucas Mlipu ametoa shukrani kwa mgeni rasmi, wawezeshaji na washiriki wa mafunzo hayo kwa ushiriki wao mkubwa. Amesema mafunzo hayo yamewajengea uwezo waganga wa tiba asili kutoa huduma salama na zinazozingatia misingi ya taaluma. Uongozi wa Chama cha Tiba Asili Tanzania, TAMISOT Tanzania, napenda kukushukuru kwa dhati Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa nasi leo. Uwepo wako ni ishara ya kuthamini mchango wa wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala katika kuimarisha huduma za afya nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza kwa dhati washiriki wote wa mafunzo ya sayansi shirikishi awamu ya pili ya mwaka 2026 kwa kujitoa, uvumilivu na ari kubwa walioionyesha katika kipindi chote cha mafunzo. Hakika muda waliotumia darasani haukupotea. Leo hii tunashuhudia matokeo yake. Washiriki hawa unaowaona mbele yako si wale waliokuja kuanza mafunzo siku ya kwanza. Wameondoka wakiwa na maarifa mapya, uelewa mpana wa sheria na kanuni za taaluma, uwezo mkubwa wa kitaaluma pamoja na mtazamo mpya unaowawezesha kutoa huduma bora, salama na zenye kuzingatia misingi ya kisayansi. Naye diwani wa Kibaigwa Daudi Kweka amesema mafunzo hayo yatabadilisha namna wataalamu hao wanavyotekeleza majukumu yao kwa kuzingatia weledi na ubora wa huduma. Amesisitiza kuwa huduma bora ndio njia sahihi ya kujitangaza, kwani mgonjwa anayepata matibabu mazuri ndiye atakayewaletea wagonjwa wengine. Waomba basi jitahidi pia kufanya vitu ambavyo vina uhakika. Unajua utakapofanya kitu ambacho ni cha kweli na kina uhakika na mtu akapata kupona pale, wala una haja ya kupiga debe sana, wala utajitangaza. Yule aliyepona anaenda huko anasema, jamani, twendeni nikaonyeshe mahali nilipoponea mimi.
Ndio kazi mnatakiwa mfanye sasa hivi. Pamoja na kwamba mmeboresha, lakini anapokuja mtu akahudumiwa, atakapotoka basi aweze kuwaleta wengine. Aidha, mwenyekiti wa mafunzo ya wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala kutoka Arusha, Dr. Musa Daudi, amewataka washiriki kuyatumia kwa vitendo maarifa walioyapata ili kuongeza ufanisi wa huduma wanazozitoa kwa jamii. Ni muhimu sana kilichofundishwa kwenda kukiishi. Twende tukafanye kwa vitendo. Twende tukaapply kile ulichofundishwa ukiishi. Utasaidia sana serikali hii kuja kuweka mkono mkubwa kama unavyoona sasa hivi mwanzo wake inawezesha mafunzo haya kufanyika, na ndio maana hata baraka zake hata vyeti vyake unakuja kukabidhiwa na ofisi ya serikali. Kwa mfano, hapa leo tuko na mheshimiwa mganga mkuu wa wilaya, lakini amekuja kumwakilisha mganga mkuu wa mkoa. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo ya sayansi shirikishi awamu ya pili kwa mwaka 2026 wamesema mafunzo hayo yamekuwa na manufaa makubwa kwao, kwani yamewaongezea uelewa wa kitaaluma, huku wakieleza kuwa sasa wanaweza kufanya kazi kwa kujiamini kutokana na kuwa na leseni pamoja na vyeti vya mafunzo. Naitwa Fanuel Jackson Muhali, natoka kijiji cha Pemba Moto, wilaya ya Kongwa, mkoa wa Dodoma, Tanzania. Nilikuwa hapa kwenye mafunzo ya kutoa tiba asili kupitia kwenye chama cha Tameso T, lakini kushirikiana na serikali. Na pia ndani ya mafunzo haya mwitikio ulikuwa ni mzuri sana, ulikuwa wa chanya. Wanafunzi tumeitikia na tumeelewa vizuri. Wakufunzi wamefundisha vizuri vipengele vingi vyenye faida kutoka tulikokuwa kwenye uganga wa jadi. Sasa tuko kwenye utaalamu wa kutoa tiba asili. Kwamba elimu hii ni nzuri sana. Elimu hii ni nzuri, ina faida kubwa katika jamii na katika hii sekta ya hawa waganga wa tiba asili. Kwamba ningependa tu kuwaambia kwamba haya mafunzo hayajaishia hapa, bado yanaendelea. Mwezi wa 9 pia yanaendelea, na wakaribisha sana waje wapate hii elimu. Ni elimu nzuri kwa gharama nafuu sana. Mafunzo hayo yanatarajiwa kuwa chachu ya kuimarisha sekta ya tiba asili na tiba mbadala nchini kwa kuongeza weledi, kuzingatia sheria na kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Nikiripoti kutoka Kibaigwa, langu jina ni Anwar Shabani na hii ni Dodoma TV.